Akizungumza katika zoezi hilo, kaimu mkuu wa Nyanda za Juu Kusini wa mamlaka hiyo, Bwana Samuel Msuya, amesema uamuzi huo umetokana na malalamiko ya wakulima waliokuwa wakikumbana na vitendo vya udanganyifu wakati wa kuuza parachichi zao. Tunataka kufanya hivyo ili kuondoa changamoto mbalimbali ambazo zinajumuisha udanganyifu katika biashara hiyo. Tunahitaji kuwatambua wadau ambao wanahusika katika biashara ya parachichi, kwa maana yake wanunuzi, lakini pia na mawakala wao. Hii itatusaidia kuondoa changamoto ambazo tumeona zimejitokeza siku chache zilizopita, ikiwemo udanganyifu katika biashara hii. Na kwa kufanya hivi, tunaamini kabisa tunakwenda kuongeza tija na kuleta usawa katika biashara ya zao hili la parachichi. Urasimishaji huu wa zao hili utakwenda kuondoa changamoto ambazo zimejitokeza hivi karibuni, kwa mfano changamoto ya kuibiwa kwa matunda katika mashamba ya wakulima, kwa sababu wanaokwenda sasa kutumika kununua matunda haya watakuwa tayari wameshatambulika, tofauti na ilivyokuwa inafanyika holela holela. Kwa upande wao, wakulima wa eneo hilo wamepongeza hatua hiyo, wakisema itasaidia kupata masoko ya uhakika, huku wakiomba mamlaka hiyo kuanzisha vituo maalum vya ukusanyaji wa parachichi ili kurahisisha zaidi biashara hiyo. Kabla kopla hawajaja, zile vurugu za ununuaji wa parachichi zilisisimua mno. Kila mwenye pikipiki, kila mtu ambaye anaweza kawa na mizani alikuwa mnunuzi wa parachichi. Lakini tumeenda sasa ndo tunaona sasa kopla kazi waliofanya. Wale wote wachuuzi, madalali hawaonekani. Lakini awali ilikuwa vurugu sana. Mtu anakaa kwenye kibanda anauza chipsi, kaweka mizani, ananunua parachichi. Amepiga banda tu, ameweka turubai, ananunua parachichi. Ilikuwa vurugu kubwa sana. Tuliamua sasa wakulima kushinda shambani na mapanga yetu na mawe, kiasi kana kwamba ilikuwa inatishia amani. Ndugu mwandishi wa habari, kumpiga mtu panga mpaka akafe kwa ajili ya parachichi, hata serikali yenyewe haitatuelewa kwamba kweli bwana Monkeji umempiga huyu mtoto na panga kwa ajili ya wizi wa parachichi. Lakini tunaona sasa kopra alipokuja, zile zana za kushinda na mapanga shambani zimeanza kupungua. Cha kwanza, Opla ina kazi moja kubwa, watengeneze center za ukusanyaji wa maparachichi. Isiwe kila mkulima anachuma anajitengeneza center yake. Hata hizo center wakizitengeneza hata zikiwa mbili kwenye kata kufanya Kiwira, hiyo center hata ikiwa na kampuni 2-3, Opla wakae pale, itakuwa ni rahisi kudhibiti kuliko hii Mwankenja anauza, FCC anauza, Asumani anauza. Nadhani ni kwamba huu ujio umekuja ni mpya, changamoto nyingi zilikuwepo. Nadhani kopla kuja labda ni kuona, wameona zile changamoto zilivyo, kwa hiyo wao wameamua kuweka mfumo ambao unaweza kutuweka pamoja. Changamoto za sana za hapa Rungwe ni watu kuingilia mamlaka ambayo sio yao. Utakuta mtu yuko kwenye kitengo kingine anaenda kuingilia ofisi za kilimo. Na kama mimi mnunuzi najua mtaalamu wa kilimo ni huyu, anapokuja kuingilia mtu mwingine ambaye hahusiki na kilimo, huyo inaniumiza sana mimi kama mnunuzi. Kopla najua wamekuja kuweka jambo sawa, na nadhani watakavyoungana na afisa kilimo wa wilaya na mikakati walioiweka sisi tunaipokea. Na kwa kuwa wamekuja kutusajili na wametuelekeza, kwa lengo letu ni kwanza kudhibiti mambo mbalimbali ikiwemo wizi na utapeli ambao upo, na ndio maana wameamua sisi tutambulike, ili kila mtu anayenunua ile zao ajulikane kwa mimi bwana, mimi nimesajiliwa na kopla na ninafahamika hapa, ili hata uwizi ukiibiwa unajulikana tu fulani ndo amehusika. Samuel Mpogole,